Basi wapendwa katika Kristo, na Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine aliyotupatia kwa ajili ya kuendelea kujifunza maneno ya uzima. Na leo wale wafuatiliaji wetu wa channel ya Ondoka Uangaze Ministry, tutaendelea na somo letu tuliokuwa tukizungumza wiki iliyopita. Kwa tunazungumza kuhusu Mwanzo 1:26 kwamba je, katika Mwanzo 1:26 hapo kuna utatu. Na tukajaribu kuzungumza kwa mafungo ambayo tuliyosoma, tukaona kwamba Mwanzo 1:26 hakuna utatu. Ndio. Kwa sababu tulijifunza tukagundua Mungu akasema. Tuliona ya kwamba Mungu kusema, tulijifunza tukagundua kwamba Mungu ni Baba. Kwa hiyo tukaona ya kwamba Baba akasema, na tukagundua ya kwamba pale hakuna utatu. Kwa hiyo leo nataka tuwe na mwendelezo, tuweze kuangalia, je, Baba huyu alisema kwa nani? Japokuwa tuliangalia tukaona Baba alisema kwa mwanaye kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 5. Sasa tuombe ili tuanze kujifunza. Basi tunaweza tukaomba tukiwa sawa. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa umetupa nafasi nyingine ya kujifunza neno lako sisi pamoja na yule anayesikiliza ama kututazama. Jalia wote sasa kufahamu maandiko yako matakatifu, maana hivyo ndivyo itatuwezesha imani yetu kujengwa, na imani tutakayoijenga ndio itasababisha sisi kutupatia uzima au mauti. Ili tunapenda utupe uzima wa milele kwa kuyafahamu maandiko yako matakatifu. Naomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Basi tulisome fungu letu kwanza, ile Mwanzo 1:26. Sawa, ili tuweze kuangalia Mwanzo 1:26 kwa pale tulipoishia, na leo tutaendelea mbele zaidi. Hebu soma sasa Mwanzo 1:26. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Asante. Kwa hiyo tulijifunza fungu hili tukaona ya kwamba Mungu akasema. Kwa mujibu wa maandiko tuliyosoma, tutajaribu kupitia ili kuweka msingi. Tusome kitabu cha Yohana 8:54, maana tuliona kwamba tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo tukaona tumuulize Yesu anatufundisha kuwa Mungu ni nani, maana kuna neno Mungu akasema. Sasa lazima tujue Mungu ni nani ili tuweze kufahamu. Yohana 8:54 anasemaje? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye mimi ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo tuliona ya kwamba Yesu anatufundisha kuwa Baba yake ndiye Mungu wetu sisi. Kwa hiyo kumbe tunaposema Mungu akasema, tulijifunza katika video zilizopita huko nyuma, tukaona kumbe ni Baba akasema. Ndio. Na tukaona kuna tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa tukaona kwamba kumbe kuna aliyekuwa naye Mungu kwa wakati huo na ndiye aliyesema naye. Tukasoma kitabu cha Yohana 17:5 ambapo kilisema kuwa 17:5 kitabu cha Yohana, na sasa Baba, ulitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule ndio kuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo tukaona kumbe Kristo kabla ya ulimwengu kuwako alikuwa na Baba yake. Kwa hiyo anaposema Mungu akasema, kumbe ni Baba akasema. Kwa hiyo kumbe Baba alikuwa akimwambia mwanaye, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na tuliishia kwa kusoma kitabu hiki kinachoitwa Pendo Lisilo Kifani, ambao tulisoma sura ya 2 inayozungumzia
uumbaji. Hebu isomepo kidogo sura ya 2 inayozungumzia uumbaji. Soma ile aya ya 3. Anasema, walipokwisha kuiumba dunia na wanyama juu yake, Baba na Mwana walitekeleza kusudi lao lililopangwa kabla ya kuanguka kwa Shetani, kuwafanya wanadamu kwa mfano wao wenyewe. Walikuwa wamefanya kazi pamoja katika uumbaji wa dunia na kila kiumbe hai kilicho juu yake. Na sasa Mungu alisema kwa Mwana wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Asante. Kwa hiyo kumbe tukaweza kugundua Mungu ni Baba. Ndio maana anasema na sasa Mungu akasema kwa Mwana wake. Kwa hiyo kumbe Mungu ana mwana na mwanaye ni Yesu Kristo. Sasa leo tutaanzia hapo kwamba kumbe huyu Mungu ambaye ndiye Baba ana mwanaye na mwanaye ni Yesu Kristo. Sasa itabidi tumuulize Mungu ambaye ni Baba, je, ana mwana aliyekuwa naye kabla ya ulimwengu kuwako? Na pia tutamuuliza Yesu Kristo ambaye ni mwana, je, na yeye anakubali ana baba? Kwa hiyo Yesu akishakubali ana baba na Mungu akakubali ana mwana, basi tutambua kumbe kabla ya ulimwengu kuwako Baba alikuwa na nani? Alikuwa na mwana. Alikuwa na mwana. Na ndio tutafahamu kumbe Baba na Mwana ndio walioshiriki katika kuumba nini? Kuumba dunia na kuwaumba wanadamu. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa na swali na kusema hapana, itabidi atuambie Baba alikuwa na nani? Sawa. Alikuwa na nani kwa mujibu wa maandiko na sio fasiri za kichwani kusema pale kuna utatu. Maandiko yapatikane yathibitishe jambo hilo. Ndio. Sasa tusome kitabu cha Mathayo 3 na ule mstari wa 16. Kitabu cha Mathayo sura ya 3:16 mstari 3:16, kitabu cha Mathayo. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, sawa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, sawa, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo kumbe Mungu amekubali ana mwanaye, na ametuambia mwanaye ni Yesu Kristo, maana amesema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:14, hebu tusome kidogo. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:14. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 14. Neno linasema, anasemaje? Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kumbe Baba alimtuma nani? Mwana. Kwa hiyo kumbe Baba alikuwa na mwana. Ndio. Kwa hiyo mwanadamu alipoanguka, Baba alimtuma mwanae. Kwa hiyo kusema Mungu akasema eti ni Mungu aliye na nafsi tatu alikuwa akiziambia nafsi zake. Na muda huo tena unakuja kusema Mungu ni mmoja tu hivi. Sasa inakuwa ni kuchanganya, inashindwa kueleweka. Lakini ukisema kuna Mungu na huyu Mungu alimwambia mwanae, ni jambo ambalo linakuwa liko wazi, na tumeona Mungu amekiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwanae, na anasema alimtuma kuwa mkombozi wa ulimwengu. Kweli. Kwa hiyo Mungu ana mwana. Mungu ana mwana. Sio kusema kwamba Mungu ana Mungu mwenzake ambaye ni Mungu mwana. Sio hivyo. Tunaona Mungu ana mwana. Kusema Mungu ana Mungu mwenzake ambaye ni Mungu mwana, hapo ni kutengeneza Mungu wawili. Kwa kuna Mungu ambaye ni Baba na kuna Mungu ambaye ni mwana. Sasa inabidi utengeneze na mwingine, maana wana utatu wanasema ili Mungu akamilike lazima awe na nafsi ngapi? Ana nafsi tatu. Kwa hiyo tutakuwa na Mungu Baba
tutakuwa na Mungu Mwana, tutakuwa na Mungu Roho, kwa hiyo tutakuwa na Mungu watatu. Alafu itatubidi tukatae hatuna Mungu watatu, tena tuseme tuna Mungu mmoja. Sasa si unaona jinsi ninavyochanganya? Ni kweli. Lakini kumbe kuna Mungu ambaye ni mmoja, ni Baba. Na huyu Mungu ambaye ni Baba ana mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Kweli. Na ndiye waliyekuwa naye katika kuumba ulimwengu. Kwa mujibu wa nabii Ellen G. White anatuambia kwenye kitabu cha Pendo Lisilo Kifani sura ya 2 kwamba Baba na Mwana walitekeleza kazi kuu ya kuumba ulimwengu. Alafu akasema Mungu akamwambia mwanae, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hebu tusome kitabu cha Mithali 30 na ule mstari wa 4. Kitabu kile cha Mithali 30, Mithali 30 mstari wa 4 anasema 34 anasemaje? Anasema hivi, ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Sawa. Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Sawa. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Alafu anasema jina lake ni nani? Kwanza tujue jina lake huyo aliyefanya imara, aliyefanya imara ncha zote za nchi. Jina lake ni nani? Kwa hiyo tujue jina lake ni nani. Sawa. Alafu baadaye anasemaje tena? Anasema jina ni nani jina la mwanawe kama wajua? Unaona? Kwa hiyo kumbe aliyefanya imara ncha zote za nchi yupo. Sawa. Na mwanae yupo. Ndio maana anasema tujue jina lake ni nani na tujue jina la mwanae ni nani. Kwa hiyo kama angekuwa mmoja asingeeleza habari zake na asingeeleza habari za mwanae. Labda angesema tu kwamba kwa sababu angesema labda kwamba jina lake ni nani na nafsi zake ni za akina nani. Maana si ni Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Angeliuliza jina la nafsi zake zingine. Lakini hii ni jambo ambalo ni hatari sana, kwa sababu limekuja katika maandiko matakatifu ambayo yamefunuliwa na uweza wa Mungu. Sasa elimu hii kwa wale ambao hawawezi kutafuta kujifunza katika maandiko yaliyofunuliwa, inaweza ikawa ni hatari sana kwao. Nilikuwa nataka nisemee pale ambapo Mungu amesema, tuko kwenye fungu letu la Mwanzo 26 ambapo anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na video iliyopita, mtazamaji, tulifunua kuona kwamba Mungu na yule aliyekuwa anamwambia wana sura iliyo na mfano sawa. Na kwa hivyo akazungumuza hata kiumbe anachokifanya kina mfano wao. Si amesema na kwa mfano wetu? Kwa hiyo utafuatia video iliyopita utaona kwamba tuliweka mafungu hapo yakionyesha Mungu na aliyekuwa anasema naye wana sura moja. Na sasa kiumbe kinachoenda kutengenezwa hapa kina mfano wao. Sasa unapaswa kutumia akili hiyo uelewe kwamba wewe ulivyo pia ni mfano wa nani? Wa Mungu. Ukisoma Mwanzo 2 mstari ule wa 7 anasema hivi, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo kiumbe kinachoumbwa kwa mfano wa Mungu kina nafsi ngapi? Moja. Sasa inakuwa ni hatari kusema ni mfano wakati mfano wake una nafsi moja halafu halisia yake ina nafsi tatu. Hiyo ni hatari na ni fundisho ambalo wanapaswa wanadamu wanaotafiti Biblia walichunguze vizuri. Kama aliyeumbwa chapa yake ina nafsi moja, halafu mfano wake halisia yake iwe na nafsi tatu, hilo fundisho hilo wamesuka hilo fundisho. Shetani anajitahidi. Shetani anajitahidi.
Kwa hiyo kumbe Mungu kama tulivyoona ni mmoja, ndio, na sio utatu, watu hawafahamu kuna tofauti kati ya uungu na utatu. Ndio. Tutakuja kufungua somo hilo tuweze kujifunza maana ya uungu na utatu. Kwa hiyo Mungu wetu ana nafsi moja na ni Baba. Sawa. Hebu tusome kitabu cha Isaya 45 na ule mstari wa 15. Isaya 45. 45:15 kitabu cha Isaya. 45:15 anasemaje? Hakika wewe Mungu, sawa, ujifichae nafsi yako. Unaona? Kwa hiyo Mungu ana nafsi yake. Kwa hiyo ingekuwa Mungu ana nafsi tatu, hapa Isaya angesema hivi, hakika wewe Mungu ujifichae nafsi zako. Lakini anasema ujifichae nafsi yako. Kwa hiyo kumbe Kristo ana nafsi. Ni nafsi inayojitegemea. Sawa. Lakini pia Baba ni nafsi inayojitegemea. Sawa. Na wote walikuwepo katika uumbaji na wao ndio walioumba. Sawa. Kwa hiyo tumeona Baba ambaye ndiye Mungu ana nafsi inayojitegemea. Na kama tulivyoona Mwanzo 2:7 anaposema Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Vivyo hivyo na Mungu ana mwili. Mungu ana mwili na ana pumzi ya uhai ndani yake, ndio maana anakuwa nini? Nafsi. Tutaangalia katika maandiko. Na pia Kristo na yeye ana mwili. Sawa. Na ana pumzi ya uhai ndani yake, ndio maana ni nafsi hai. Kwa tukisema kwamba mwanadamu alifanywa kwa mfano wa Mungu, alafu tuseme Mungu hana mwili, sisi tuna mwili, tunakuwa tunaenda kinyume na nini? Na maandiko. Sasa tusome kitabu cha Yohana 5:26. Kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wa 26. 5:26 anasema, kitabu cha Yohana anasemaje? Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Unaona? Kumbe Baba ana uzima nafsini mwake. Alafu huo uzima akampa na Mwana na yeye awe na uzima nafsini mwake. Sasa hapo tuna nafsi ngapi? Hapa tuna nafsi mbili. Safi kabisa. Kwa hiyo zipo mbili, kuna nafsi ya Baba na ya Mwana. Sawa. Sasa uzima huu ni nini? Ambao ulikuwa kwa Baba akapewa Mwana. Ni nini huo uzima? Tuambie ni nini? Yohana 6 tutasoma mstari wa 63. Yohana 6, kitabu cha Yohana Injili 6:63. Anasema hivi, Roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo kumbe anaposema Baba alimupa Mwana kuwa na uzima nafsini mwake, kumbe ni Baba alimpa Mwana roho yake. Maandiko haya ni kweli, lakini kuyaamini inakuwa ni vigumu, kwa sababu amesema alimpa uzima. Na tumeona roho ndiyo inayotia uzima. Kwa hiyo ina maana mwili pasipo na roho hakuna uzima. Kwa hiyo Yesu alipewa roho. Sawa. Alafu na sisi tunapomwamini Kristo tunapewa roho wake. Ndio maana ukisoma Wagalatia, tusome kitabu cha Wagalatia. Sasa uone kitu ambacho tukija kuzungumzia habari za roho ni nani au ni nini, utakuja kuelewa maana yake ni nini. Kitabu cha Wagalatia 4 na ule mstari wa 6. Wagalatia 4 na ule mstari wa 6. Anasemaje? Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana,
Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Kwa hiyo kumbe Mungu anasema amemtuma Roho wa nani? Wa mwanawe. Unaona, kwa sababu ili Mungu atupe Roho wake, sawa, ni lazima ampe mwanaye atupatie sisi. Sawa. Hata ukisoma Yohana 17:22, tusome hapo kidogo. 17:22 anasema, kitabu cha Yohana anasemaje? Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja, sawa, kama sisi tulivyo umoja. Unaona? Kwa hiyo utukufu ule aliyompa Roho Mtakatifu aliyempa, au Roho wa Mungu aliyempa mwanae Kristo, mwanae naye anatupatia utukufu huo. Tunakuwa na umoja kama wao walivyo nini? Na umoja. Walivyo na umoja. Kwa hiyo kusema kwamba Mungu ana nafsi tatu, na wakati tumeona Mungu ana nafsi moja na ana uzima ndani yake, kama vile mwanadamu ambavyo ni mavumbi jumlisha pumzi ya Mungu unapata nafsi, hivyo hivyo na Mungu. Kuna kazi ya kufanya wale ambao wanakataa kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu, sio nguvu ya Mungu. Tena wamekuwa wakifoka sana wakizungumzia hapa kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu. Nasema sio nguvu, ni nafsi. Sasa mimi nataka nikuachie swali mtazamaji. Yohana 17:22 amesema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Swali, kama Roho Mtakatifu sio yule aliyepewa Yesu akatupa sisi, na wewe unaamini Roho Mtakatifu tumepewa sisi na Yesu, si ndio hivyo? Sasa utukufu huu ambao anauzungumza Yesu kama ni tofauti na Roho Mtakatifu ni nini? Maanake kama kuna Roho Mtakatifu ni tofauti na utukufu, basi kuna vitu hivi viwili, kuna utukufu na kuna roho. Na Yesu amesema amepewa utukufu na sisi ametupa. Na akasema sehemu nyingine kwamba atamuomba Baba atupe msaidizi ambaye ni Roho wa kweli. Sasa kwa hiyo kuna roho na utukufu ikiwa utakataa kuwa roho ni nguvu. Kuna roho na utukufu. Lakini pia nilikuwa nataka nisemee katika fungu la Yohana tulilolisoma, sawa? Yohana 5:26 ambapo tumeona maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Na tukaona kwenye Yohana 6 uzima aliyepewa mwana. Yohana 6:63 tukaona kuwa uzima aliyopewa na mwana ni roho, kwa sababu roho ndio itiayo uzima. Na kurudisha Mwanzo kuwa Mwanzo 2:7, hata sisi hatukuwa na uzima mpaka tulipopewa roho, kwa sababu Mungu alipuliza pumzi ya uhai ndani ya mwili uliotokana na mavumbi, ndipo ukawa nafsi hai. Na Ayubu 27 anasema pumzi ile tuliopuliziwa 27:3 Ayubu, tusome hapo mtazamaji. 27:3 kitabu cha Ayubu. Anasemaje? Anasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu hii katika pua yangu. Kwa hiyo iliyopo katika pua ya Ayubu ni pumzi ya uhai, ambayo Ayubu kwa ufahamu, kwa kuwa ni nabii, anasema ni roho ya Mungu. Kwa hiyo sisi pia tuna roho ya Mungu, ambayo hiyo ndio pumzi ya Mungu, na Yesu amepewa pumzi ya Mungu ambayo ikampa uhai, ambayo ni roho wa Mungu, na sisi anatupa hiyo roho ambayo ndiyo pumzi na ni nguvu. Ukisoma kitabu cha Tumaini, unaweza kitabu cha Tumaini, sawa,
ukisoma kitabu cha Tumaini ni ile kitabu cha Kiingereza, sawa, ni ukurasa wa 805. sawa. Ukurasa wa 805, ile aya ya mwisho anasema Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai, sawa, wa Kristo. Sawa. Kumjaza Roho Mtakatifu ni kumjaza uhai wa Kristo. Sawa. Kwa hiyo kuna pumzi ya uhai ambayo Mungu aliiweka kwa mwanadamu, ni roho ambayo ni pumzi ya uhai, na kuna mwanadamu anapoamini anapewa Roho Mtakatifu kama pumzi ya uhai wa kiroho. Kwa hiyo ndio Yesu anatupatia na sisi pia. Na ukithibitisha hilo pia kwenye Yohana 20 na ule mstari wa 22, Yohana 20:22. Sawa. Unajua maandiko yanajieleza. Soma. Anasema hivi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kuwavuvia ni kufanyaje? Ni kupuliza. Ni kupuliza. Kwa hiyo kama roho ni nafsi, asingepulizwa. Angesema tu angelimchukua akawapatia, lakini anawapulizia pumzi ambayo ni roho. Sasa maandiko yanajieleza, mtazamaji, na hatufanyi hapa kama kampeni ili ukubali, ila tunajaribu kuonyesha maandiko ambayo yanafundisha uhalisia jinsi ulivyo, ili wewe ulinganishe uone imani ulionayo wewe imejengwa katika maandiko au uliaminishwa tu kwamba kuna Mungu roho. Sawa, turudi kwenye mada yetu. Tulikuwa tunajaribu kuangalia kidogo kuhusu habari za uzima. Sawa. Na tumeona uzima ni roho, kama vile mwanadamu alivyopewa uzima wa kimwili, kumbe pia kuna uzima wa kiroho, ndio ambao ni Roho Mtakatifu. Ndio. Sasa tunaendelea na mada yetu kwamba je, Mungu akasema. Na tumeona kumbe Mungu ni Baba na alikuwa na mwanae. Sawa. Na Yesu Kristo tumeona ni nafsi inayojitegemea nje na baba yake. Sawa. Hebu tuseme ili kesha hili ni kesha la mwaka huu. Sawa. Inaitwa Muinue Yesu Juu. Tutasoma Januari 2. Hebu nisomee Januari 2 aya ya 3. Nasema Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu wa mbinguni. Kumbe Yesu Kristo ni mwana wa Mungu wa mbinguni. Ndio. Lakini leo kuna watu wanasema Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu ni pale alipozaliwa na Mariamu. Sawa. Kwamba kabla hajazaliwa na Mariamu huko mbinguni alikuwa Mungu, wakitumia Yohana 1:1. Sawa. Hakuna anayekataa Yesu sio Mungu, lakini Yesu ni Mungu kwa njia ipi? Unaona? Kwa hiyo kuna Mungu ambaye ni baba yake, na Yesu ni mwana wa Mungu na amerithi asili ya Mungu. Na ukisoma Wakolosai 2:9 anasema ilimpendeza utimilifu wa uungu wote ukae ndani ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo ukimwita Mungu hujakosea. Ila kusema Yesu ndiye yule Mungu, kwamba anakuwa mwana wa Mungu anapokuja ulimwenguni, hiyo ni kukataa. Lakini nabii anasema Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu wa mbinguni. Sawa. Kwa hiyo anapozaliwa na Mariamu anakuwa mwana wa Adamu. Ukisoma kitabu cha Warumi 1:3, hebu tusomepo kidogo. Warumi 1 mstari wa 3. Tutaanzia mstari wa 2. Warumi 1 mstari wa 2. Anasema ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake. Sawa. Katika maandiko matakatifu. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Tunaona hapa kuna Mungu aliyeeleza habari za mwanawe. Sawa. Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Sawa. Kwa hiyo kumbe hata kabla ya kuzaliwa, ndio, katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili alikuwa ni mwana wa nani?
alikuwa ni mwana wa Mungu. Ndio maana nabii anasema Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu wa mbinguni. Hebu endelea na Biblia yetu. Amesema alikuwepo tangu milele. Sawa. Nafsi bayana. Na licha ya hivyo akiwa mmoja pamoja na Baba. Unaona? Kwa tunaambia ilikuwa ni nafsi waziwazi. Sawa. Bayana ni waziwazi. Sawa. Kwa ilikuwa ni nafsi waziwazi. Pamoja na nani? Na Baba. Lakini nabii ametumia kauli moja, anasema alikuwa mmoja pamoja na Baba. Sawa. Kwa hiyo mtu anaweza akasema si unaona alikuwa mmoja, walikuwa wameshikamana na Baba. Kama ambavyo tafasiri nyingine zimekuwa zikipotosha lile andiko la Yohana 10:30. Ambapo inasema kwamba, ngoja nisome kidogo. Hebu isome kidogo. 10:30 Yohana, tutaijibu na nukuu tunayofuatia hapo. Sawa. Wamekuwa akisema andiko linasema mimi na Baba tu umoja. Lakini utaona tafasiri zingine za Biblia zinasema mimi na Baba tu mmoja. Kwa hiyo mmoja na umoja kwa hiyo si kwamba alikuwa mmoja, kwamba ameshikamana. Ila walikuwa na umoja. Ikiwa ina maana huyu ni nafsi na huyu ni nafsi, wana umoja. Sawa. Sasa ukisoma kitabu hiki cha Wazee na Manabii, ni sura ya kwanza. Sawa. Inayosema kwa nini dhambi iliruhusiwa. Ni ule ukurasa wa pili, aya ya kwanza kabisa. Inasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sawa. Huyo alikuwa pamoja na Mungu. Sawa. Hapo mwanzo. Kristo ambaye ni neno. Kwa hiyo anatuambia Kristo ambaye ni nani? Ni neno. Mwana wa pekee wa Mungu. Kumbe ni mwana wa pekee wa Mungu, ndiye aliyekuwa pamoja na Baba wa milele. Kumbe alikuwaga pamoja na Baba wa nini? Wa milele. Mmoja. Sasa pointi ambayo nabii amesema huku akiwa mmoja pamoja na Baba yake. Sasa anaifafanua vizuri. Mmoja, je, ni kushikamana au ni mmoja wa nini? Mmoja katika asili. Kumbe ni mmoja katika asili. Ukimtazama Kristo, ukamtazama Baba yake, wana umoja katika asili, sio kushikamana. Sawa. Endelea. Mmoja katika tabia. Kumbe katika tabia ni mmoja. Manake ukimwona Baba na ukamuona Kristo katika tabia, utakuta ni nini? Ni wamoja, yani tabia moja. Tabia moja. Sawa. Sio mbili, ndio maana ni moja. Mmoja katika makusudi. Kumbe hata makusudi ya Baba yake na ya Kristo ni ngapi? Ni wamoja. Kwa hiyo anapokuja kutuambia kwamba Kristo alikuwa mmoja pamoja na Baba yake, sio kushikana. Sawa. Ila ni katika tabia, katika makusudi na asili. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nabii anakizungumzia. Hata Yohana 10:30 ulioisoma. Sawa. Anasema kwa, hebu tuirudie kidogo. Na hapa hii imechanganya wengi. 10:30 Yohana. 10:30 Yohana. Anasema mimi na Baba tu umoja. Kwa anasema mimi na Baba tu umoja. Tu umoja. Sasa wengine wakisikia mimi na Baba tu umoja, tayari wao wanakushikamanishia pale. Wanasahau ya kwamba Kristo anazungumzia umoja katika tabia, katika asili, katika makusudi. Hata ukisoma Yohana 14 na yenyewe pia inalizungumza jambo hili. Sawa. Ambalo Yesu anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Kwa hiyo hebu tusomepo kidogo. Ni mstari wa 10. Mstari wa 10 mstari wa 10 anasema sadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Subiri. Kwa hiyo wakisema Yesu anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu, wao wanaona tayari mtu mungapi? Ni mtu mmoja. Lakini wanasahau ukisoma mstari wa 20. Sawa. Hebu soma alafu tuwaulize swali. Mstari wa 20 anasema siku ile
ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu. Kwa hiyo tutatambua Yesu yu ndani ya nani? Ya Baba yangu. Endelea. Nanyi ndani yangu. Na sisi tuko ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Alafu nami ndani yenu. Unaona? Sasa na sisi tutakapoenda mbinguni siku ile, kwa sababu Yesu amesema yeye yu ndani ya Baba na Baba yu ndani yake, unasema ni mtu mmoja. Je, na sisi siku tukienda na sisi tunakuwa ndani ya Kristo na Kristo anakuwa ndani yetu, je, sisi tutakuwa Kristo? Hapana. Kumbe kinachozungumziwa hapo kuwa ndani ya na huyu kuwa ndani ya ni kwa sababu tunapewa Roho. Sawa. Haimaanishi eti Yesu ataingia huku mwili wake sasa anakuwa, hapana. Ni kwa sababu Kristo anatupa Roho wake. Kwa hiyo tunakuwa na ushirika. Tunakuwa na ushirika. Sawa, yani tunakuwa na kitu kimoja katika makusudi, katika tabia na katika asili. Sawa. Tunachukua asili yake. Sawa. Unaona? Kwa hiyo umoja unaozungumziwa ni kwa namna hiyo. Kwa hiyo kumbe Kristo na Baba yake walikuwepo kabla ya ulimwengu kuwepo, na hao ndio waliofanya uumbaji. Nimalizie nukuu moja, alafu nimpe ndugu huyu nafasi na yeye kama atakuwa na jambo la kuzungumza. Katika kitabu hiki cha Kesha Muinue Yesu Juu, lakini nukuu hizi tunayokwenda kuisoma inatoka kwenye kitabu cha The Thing of the Times ya Agosti 29 ya mwaka 1900, na nukuu tuliyomalizia kusoma imekotiwa kutoka kwenye The Thing of the Times ya Mei 10 ya mwaka 1899. Sasa nisomee hii ya Januari 3, ni ukurasa wa 6. Itaanzia aya ya 2 kwenye kidoti hapo. Anasema hivi, kuwepo kwa Kristo kabla ya kutwaa ubinadamu hakupimwi kwa idadi ya miaka. Kwa hiyo kumbe kuwepo kwa Kristo, tunakubaliana Kristo alikuwepo hata kabla ya kutoa asili ya nini? Ya ubinadamu. Alikuwepo. Ndio? Ndio. Sasa endelea aya inayofuatia hapa. Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Kristo ni mwana wa Mungu. Anasema Kristo ni nani? Ni mwana wa Mungu. Endelea. Aliyekuwako kabla, aliyekuwepo kama nafsi inayojitegemea. Unaona? Kwa hiyo Kristo hakuwa ameshikamana na baba yake hivi. Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu aliyekuwepo kama nafsi inayojitegemea. Kwa hiyo baba yake hapa, Kristo hapa. Unaposema Mungu akasema, fungu letu ni Baba alimwambia mwanae na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Asante kabisa. Kama kuna jambo unaweza ukajiongezea. Basi tumeona katika fungu letu hilo ambalo limekuwa ndio fungu linalobeba mjadala huu, na lengo kuweza kufahamu kwa sababu linatumiwa isivyo. Kwa hiyo kwa sababu tunaangalia kwamba linatumikaje fungu, linatumika kuonyesha kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ina maana kwamba eti alisema kwa miungu wengine wawili waliobaki, na kwa hivyo tumeona ufafanuzi kuwa hakusema na miungu wawili bali alisema na mwana wake.